Kwanza nashukuru kwa majina, naitwa Mwandika Agustino, mwenyekiti wa wilaya ya Ubungo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Pia nashukuru kwa viongozi wenzangu, kuna mambo mengi ya msingi umezungumza juu ya kikao chetu hiki hapa ofisini. Kabla sijazungumza na sijasema leo nataka niseme nini, niwakaribishe watu wote kama wako Ubungo ndio nyumbani. Karibuni tuweze kuitetea nchi yetu. Karibuni sana viongozi wenzangu kutoka sehemu mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, mimi nina ajenda kadhaa, lakini kabla ya ajenda hizi nataka nisome visimame kwenye msingi wa neno la Mungu. Pia nina neno la kusema walao kabla sijaendelea. Nina maandiko mawili, nitaanza na la kwanza. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 8, maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yanasema, nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao wanaoona na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Rushwa inapotoa, inapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Nataka nizungumze kidogo. Kwenye taifa letu kuna watu wengi sana wanapenda haki. Wanatamani nchi yetu iendeshwe kwa mujibu wa taratibu na sheria, ili haki itamalaki, watu wafurahie rasilimali mbalimbali zilizopo katika nchi yetu. Lakini kwa sababu kuna kipengele kinawapofusha macho, kwa hiyo miongoni mwa watu wengi wa haki wamekosa nafasi hiyo ya kufurahia, kwa sababu kuna mkono wa rushwa wa kuwapofusha. Kwa nini nasema maneno haya? Sisi viongozi wa Chadema mkoa wa Dar es Salaam tuko hapa jioni ya leo kuzungumzia ajenda mahususi kabisa kwa ajili ya taifa letu. Kamati kuu yetu ilileta ajenda hiyo kwenye baraza kuu la chama likaipitisha kwamba kutokana na madhila tunayoyapata sisi Chadema, kutokana na mateso tunayoyapata sisi Chadema kwa miaka kadhaa katika chaguzi zetu kwenye nchi yetu, chama kwa pamoja kikatoka na kauli hii tulionayo leo ya no reform, no election. Ni muhimu tukafahamu sisi tunayoipigania kauli hii ya no reform, no election, sio kwamba sisi tuna mioyo ya chuma. Sisi ni binadamu kama binadamu wengine, na tunajua consequences zake hii no reform, no election. Wito wangu, kwa kuwa ni kauli ya chama na kauli hii imefanya tathmini kubwa na zenye data zisizo na shaka juu ya mateso na madhila tuliyopata sisi Chadema, kwa maana ya wagombea wetu, wanachama wetu, viongozi wetu, pamoja na mashabiki wetu ambao wanashabikia Chadema, tumejiridhisha ni heri tukapigania tupate mfumo bora na wa haki, ili tukiingia kwenye uchaguzi tufurahi. Hata ukishindwa ujue nimeshindwa kwa sababu nilieza wananchi kwa awamu hii sijakubalika au sera zangu hazijawakolea. Lakini tusishindwe kwa sababu kuna mtutu wa bunduki pembeni wa kukutisha na kutuogopesha. Ndio maana sasa tumesimama, tunataka tuitekeleze hii no reform, no election.
Mheshimiwa Rais, unakumbuka makamu mwenyekiti wako baada ya vikao vyenu akauambia umma kwamba wewe na kamati yenu huko ndani, yeye akaja kutuambia sisi ambao tulikuwa hatujui kwamba Mheshimiwa Rais yuko tayari kuhakikisha chaguzi zetu zitakuwa huru na haki, na atakayechaguliwa ndiye atakayekuwa kiongozi wa eneo husika kulingana na uchaguzi ulivyokwenda. Aliyasema haya Mheshimiwa Kinana, yako kwenye rekodi na wewe unajua. Sasa sisi watoto wako tunatokea, tunazungumza hivi, tunajua kwamba kwenye nchi hii mlezi wa vyama, mlezi wa yote yanayofanyika kwenye taifa hili ni wewe mama yetu. Ni kiongozi wetu, mheshimiwa, lakini sisi tunakuita mama kwa sababu ni mama yetu pia. Lakini kaa ujue sisi tumeumia ya kutosha. Yale maneno yako ukamtuma Kinana yaseme. Tumeingia kwenye uchaguzi Novemba. Miongoni mwa wagombea wetu wameinguliwa na wewe hilo unalijua. Sasa ile kauli ya Kinana ilikuja kutulagai, kutuongopea au unatuchukuliaje? Ndio maana tunaingangania no reform no election. Sio kwamba tunaingangania hiyo hatujui kwamba kutatokea nini. Tunajua unataka kushinda, utangazwe kuwa rais hata kwa chochote kitakachotokea. Hilo sisi tunalijua. Lakini ni vizuri ukapokea maono, ukapokea maelekezo na ushauri kwa watoto wako. Maana sisi ni watoto wako. Na tunataka uchaguzi, sisi tunapenda tuingie kwenye uchaguzi. Lakini kwa mazingira yaliyopo hayaonyeshi sisi tutafanikiwa nini kwenye uchaguzi huo. Na kukumbusha, na nafikiri unalijua, umetoa kanuni katika makablasha ya umetoa kanuni ya maandalizi ya kujiandikisha na mambo kadha wa kadha. Katika kanuni zile hazina tofauti yoyote na kanuni zilizotoka kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Kuna mambo mengi mle yameelezwa ambayo yameegemea upande mmoja. Sasa kwa kanuni pekee yake ambazo wenyewe mmeziandika, na kwenye kanuni zile zimesema wazi ikiwa kuna mwananchi wa kuandikishwa, na katika huyo mwananchi na mwandikishaji, wakala wa chama chochote akimkataa mwananchi huyo kwa sababu mbalimbali, whether sio raia, hastahili kuwa sehemu ya waandikishaji, lakini kanuni inasema mwandikishaji karani atakuwa na mamlaka ya kumwandika na hatafanyiwa chochote. Yaani hiyo tunaicompare na ile kanuni ya 50 ya kwenye zile kanuni za serikali za mtaa. Sasa hebu angalia mazingira kama hayo. Sisi tunaweka mawakala, wakala anatoa maelezo kwa mwandikishaji, lakini mwandikishaji ndio anapewa mamlaka kubwa ya kuamua kitu ambacho wakala kamueleza ukweli. Haya, hapo tu ni kujiandikisha. Atatangaza mtu. Hilo moja. Mbili, sisi tunataka mabadiliko ya kisheria. Mabadiliko haya ya kisheria yatatusaidia kupata tume huru ya uchaguzi. Na mabadiliko haya ya kisheria yatatusaidia kufanya marekebisho ya kupata katiba mpya. Haya yote tunazunguka na vilaka vya nini? Na wewe ulikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Yote unayajua. Sasa sisi tunakukumbusha, tunajua unajua. Tunakukumbusha juu ya hilo, ndio tunalohitaji. La sivyo, maana wewe upendi sisi watoto wako kufurahi. Tutapigania hii kwa sababu tutakapopigania hii hatutapigania katika mazingira kwa sababu wewe utakataa. Na sisi tutasema hakutakuwa na uchaguzi. Wewe unafikiri itatokea nini? Mimi mtoto wako nakushauri. Usije ukawa rais na mikono yako ikawa imejaa damu. Haitakuwa na faida kwa sababu naye hata Mwenyezi Mungu hakubaliani na hayo. Kwa hiyo sisi hatuna mtutu, sisi hatuna chochote. Sisi mtutu wetu ni maneno, ushauri, ili tupite kwenye njia iliyo sahihi na watu wote waseme kweli tumefanya uchaguzi.
lakini wasiseme tumeingia kwenye matatizo. Hilo mimi kama Mwandika natoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais, ujue hivyo. Ndio maana unaona tumekuja na hii no reform. No reform sio uadui, no reform sio vita. Wewe unayo kauli, wewe ndio amiri jeshi mkuu, unayo kauli ya kusema kuna jambo hapa, hebu tuliangalie, utajinusuru, mikono yako ikawa safi, kuliko kesho na kesho kutwa, kwa sababu umedhamiria, utatangazwa, utakuwa rais, utakuwa kiongozi. Sasa jipime mwenyewe, utakuwa kiongozi wa haki, utakuwa kiongozi ulisimamia misingi ya imani. Bwana, wewe ni mcha Mungu mzuri, je, itakuwa hivyo? Mwisho, nitasoma tu andiko katika kitabu cha Mithali sura ile ya 17 mstari wa 23. Biblia inasema hivi: asiye haki hutoa rushwa kifuani ili kuzipotosha njia za hukumu. Sisi tumesimama kupigania hiyo haki. Kuna watu wengine wanaijua haki, watatokea na kutetea uovu. Message tunayoitoa kwa umma, tuungeni mkono, tuiambie serikali bila mabadiliko hakuna uchaguzi mzuri. Asanteni sana.